Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu tuanze kipindi chetu hiki kwa sala kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, kikao cha hekima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ambavyo tumekwisha toa utangulizi huo kupitia mtangazaji wetu, kipindi kilichopo hewani ni fahamu mwaka wa kiliturujia na umuhimu wake, lakini mada inayotuongoza ni liturujia na vyombo vya habari. Mada hii tunaileta mbele yetu ili hasa itusaidie katika kuelewa vyombo vya habari na mawasiliano vina nafasi gani katika adhimisho la kiliturujia. Lakini zaidi ni namna gani sasa vyombo hivi vya habari na mawasiliano vitumike ndani ya adhimisho la kiliturujia bila kuleta usumbufu wowote, bila kuharibu adhimisho la kiliturujia, bila kuleta bugdha yoyote, na kwamba adhimisho liende vizuri na watu waweze kushiriki kikamilifu na kwa uhai. Kumbe basi, kwa sehemu ya kwanza tunapenda kusema kwamba kanisa linatambua nafasi ya vyombo hivi vya upashanaji habari. Kanisa katika mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, katika zile hati 16 ambazo liliweza kueleza ili kuweza kuendana na mabadiliko na hali ya sasa, basi licha ya hati mbalimbali zilizoelezwa, hati mojawapo ni hati pia ya vyombo vya upashanaji habari inayoitwa Intermirifica, yani kuhusu mambo ya upashanaji habari au kuhusu mambo yanayo tupatia habari kwa njia ya kielektroniki, lakini pia kwa njia mbalimbali. Sasa hapa katika mwanzo kabisa inasema, kati ya mambo ya ajabu ya kitekniki ambayo akili ya mwanadamu ikiongozwa na Mungu imevumbua kutoka kwa vitu vilivyoumbwa, hasa siku hizi mama kanisa anapendekezwa na kupokea kwa namna ya pekee, hasa yale ambayo yanayohusiana moja kwa moja na roho ya mwanadamu na kufungua njia mpya za kuwasiliana habari, maoni na maelekezo ya aina zote kwa urahisi zaidi. Baadhi ya njia hizo zinazochukua umuhimu wa kwanza ni zile ambazo kwa hali zao zinaweza kufikia na kuathiri si mtu mmoja mmoja tu, bali watu wengi kwa pamoja na hata jamii nzima ya wanadamu. Njia hizo ni vitabu na magazeti, sinema, redio, televisheni na nyinginezo zinazofanana nazo. Hizi ndizo zinazostahili kuitwa vyombo vya upashanaji habari. Ndio hivi tunavyosema vyombo vya habari na mawasiliano. Kumbe tunajua kabisa kwamba vyombo hivi ni muhimu sana katika adhimisho la kiliturujia, lakini pia vyombo hivi ni muhimu kama ilivyo katika maisha ya kijamii, kwamba watu kutokana na maendeleo sasa ya sayansi na teknolojia watahitaji kufuatilia habari, kufuatilia maadhimisho pale ambapo wanaweza kutaka kujikumbusha tukio la adhimisho fulani. Sasa na ndani ya adhimisho kama tunavyojua, basi ya kiliturujia tunakuwa na vyombo hivi vya habari na mawasiliano ambavyo vinachukua tukio hilo na baadaye kulirusha.
Kumbe kama nilivyosema ni taasisi muhimu sana na nzuri. Lakini sasa tunapohusianisha na adhimisho la kiliturujia, lengo lake tu basi kwa kweli ni kurusha hilo adhimisho, hasa katika maadhimisho yale ambayo ni makubwa na ambayo wakati mwingine watu hawawezi kufika wote kwa pamoja. Kwa hiyo mtu anaweza akafuatilia katika mazingira fulani au mahali fulani. Na ndio maana baadaye tutatoa na kueleza sababu ambazo mtu anaweza kwa kweli akapata baraka na neema kupitia kufuatilia kwa mbali juu ya maadhimisho haya ya kiliturujia. Sasa basi tunajua kabisa kwamba liturujia ni kilele na chemchemi ya maisha ya Mkristo. Na ukweli halisi wa kiliturujia ni kwamba liturujia inaadhimishwa katika uwepo halisi wa yule anayeadhimisha. Liturujia haiadhimishwi katika umbali, inaadhimishwa katika uwepo halisi, kwamba mtu yuko pale anaadhimisha akiwa katika mwili, akiwa katika hali ya kiroho, akiona na kugusa. Kwa hiyo kila kitu anakitenda pale. Hii inafanyika hivyo kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu nafsi ya pili, katika historia nzima ya ukombozi wetu, ili kumkomboa mwanadamu, basi alikuja duniani, akatoa mwili, akaishi katika mazingira ya kibinadamu, akaishi katika mazingira yetu, akaonja hali yote ya kibinadamu. Na ndio maana huyo Mungu nafsi ya pili ni Mungu kweli na mtu kweli. Kwa nini? Kwa sababu ameonja hali halisi ya maisha ya kibinadamu, ametoa ule ubinadamu, kwa hiyo amekuwepo katika mazingira ya kibinadamu. Na ndio maana sasa ni katika adhimisho la kiliturujia linasisitiza zaidi uwepo halisi wa mtu na sio kufuatilia katika mazingira fulani ya mbali, kwamba kama ni tukio la adhimisho la misa takatifu, mtu anahitajika awepo katika adhimisho hilo. Asitegemee kwamba kuna kitu au chombo fulani kitamtumia hilo tukio. Hapana, anapaswa awepo pale kwenye adhimisho. Kwa hiyo ni kwa nini sasa kuna vyombo hivi vya habari? Ndio maana nikasema sasa kwamba kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo zinazorushwa na kutolewa, kurekodi matukio mbalimbali ambayo yamepita. Sasa katika adhimisho la misa takatifu linapokuwa linafanyika, ni dhahiri kabisa kwamba kuna tukio fulani la kisherehe. Tunaona ambavyo vyombo vya habari vinakuwepo, vyombo vya mawasiliano vinakuwepo, wale wahusika wanapochukua lile tukio, na baadaye tunapokuja kuangalia kwenye mitandao YouTube na kadhalika, basi kweli tunakuta lile tukio lipo, tunaliangalia, na wale ambao basi hawakufanikiwa kuhudhuria basi wanaangalia. Sasa kama nilivyosema, adhimisho lenyewe linataka uwepo. Kikawaida kuna sheria ambazo mtu anaweza akafuatilia tukio la misa takatifu na akapata baraka akiwa mbali huku, labda nyumbani, hajafika katika adhimisho la misa takatifu kanisani au katika tukio ambalo limefanyika mahali fulani. Akafuatilia kwa nia ile ile akiwa katika mbali, basi akapata yale tunayoita matunda ya kiroho. Ndio maana tunaita ile sakramenti ya kiroho. Kwamba mtu anapokea yale matunda ya kiroho au komunyo ya kiroho akiwa mbali kabisa, kwa sababu ana muunganiko ule wa kiroho. Sio kwamba ana muunganiko wa mwili na roho. Kuwa muunganiko wa mwili na roho katika kupata matunda ya kisakramenti ni lazima manake uwepo pale katika hali yako ya kimwili iliyounganika na roho yako, na ndio lengo msingi. Lakini ikitokea kwamba mtu ameshindwa, na sababu za kushindwa ni zifuatazo: mtu akiwa mgonjwa, mtu ni mzee hawezi kufika, basi amepata changamoto yote ya kiafya, huyu kwa kweli
akifuatilia lile tukio na akaweka hizo nia kama ambavyo angekuwepo kwenye adhimisho la misa takatifu, kwa kweli anapata baraka zile zile, anapata neema zile zile ambazo yule ambaye aliyehudhuria basi yupo. Lakini mtu kwa uzembe tu anasema mimi leo nimechoka kweli, najisikia vibaya kwenda kanisani, kwa hiyo siendi tu, ni uvivu wake tu, basi anasema nimesikia tukio linarushwa kwenye TV au kwenye YouTube, basi ndio analifuatilia, anaacha kuja kwenye misa au kwenye tukio pale linapofanyika. Kwa kweli huyu hapati hata neema hata moja. Yani kama neema zinagawiwa moja moja, basi hapati hata neema hata hii moja, kwa sababu lengo la adhimisho ni katika uwepo halisi. Na ndio maana nikaelezea kwamba Yesu Kristo alikuja duniani katika historia ya ukombozi wetu, na akaonja mazingira yale ya kibinadamu, akaonja hali halisi ya mazingira ya kidunia, na kwa njia hiyo akaweza kutukomboa. Na ndio maana waraka kwa Ibrania ile sura ya 4 aya ya 14 mpaka 16 inapozungumza kwamba Yesu Kristo ambaye ameishi kama sisi, akaonja ile hali ya kibinadamu, amekuwa ndugu yetu, akaishi kama sisi, isipokuwa nini? Isipokuwa dhambi. Kumbe sasa katika muktadha kama huo, katika hali hiyo, mtu yeyote ambaye akaacha kuja kanisani kwa sababu ya uzembe na uvivu wake, sio mgonjwa, sio mzee, hajapata changamoto nyingine yoyote ambayo imemzuia, huyu akifuatilia katika vyombo vya habari adhimisho au tukio hilo, hana baraka yoyote, hana neema yoyote. Kwa hiyo sasa, hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, utumiaji wa hivi vyombo vya habari na mawasiliano ndani ya adhimisho la kiliturujia. Tunajua kabisa kwamba vyombo hivi tunavitumia na vinatumika. Sasa sheria na taratibu zinaongozaje tukio hili au vyombo hivi? Kwanza kabisa, wanahabari wenyewe na wana mawasiliano wenyewe wanapaswa kuwa na uelewa wa adhimisho la kiliturujia ni nini. Wajue kabisa kwamba adhimisho la kiliturujia sio tu tukio fulani la kijamii ambalo mtu anaweza tu akaja akalichukua na kulirusha, au tu akawepo pale kulichukua tu bila kuelewa. Lazima aelewe kwamba adhimisho la kiliturujia ni adhimisho ambalo linafanya uwepo wa sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo na matendo ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kutukomboa sisi sasa. Kumbe lile tukio linakuwa ni tukio live, linakuwa linadhihirisha ule uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo katika ishara, kwa njia ya kuhani, kwa njia ya maandiko matakatifu yatakayotangazwa, kwa njia ya maumbo ya mkate na divai, kwa njia ya sakramenti zinazoadhimishwa, lakini pia kwa njia ya neno linalotangazwa, na kwa njia ya kanisa zima ambalo linaadhimisha tukio hilo. Kumbe kinachotakiwa sasa kutangulia, kinachotakiwa kuonekana, kinachotakiwa kupewa nafasi ni lile tukio namna linavyoendelea, tangu maandamano ya kuingia mpaka maandamano ya kutoka. Sasa katika hili sasa, huyu mchukuaji wa vyombo, mchukuaji wa tukio la misa takatifu, yeye mwenyewe sasa anapaswa kutambua nidhamu na tabia inayotakiwa. Aelewe liturujia sio tukio tu ambalo tu ni la kawaida, ni tukio ambalo linafanya uwepo wa Mungu sasa katika ukombozi wetu. Aelewe kuwa yeye sio lengo, kwa maana ya kwamba hata vile vyombo anavyovitumia sio lengo la uwepo ndani ya lile tukio ambalo linalofanyika, kwa maana ya kwamba yeye sasa asiwe ndiye anayezuia watu kufuatilia vizuri lile tukio. Vyombo vyake anavyovitumia katika kuchukua habari na mawasiliano visiwe chanzo cha kuzuia wengine na kuwafanya wasifuatilie vizuri au wakwazike. Yeye asiwe na vyombo vyake visiwe kikwazo, visizuie tukio kuonekana vizuri. Kwa sababu kama tunavyojua, mara nyingi hao wanahabari na wanaochukua mawasiliano
wanachukua vyombo vyao vile, unakuta wakati mwingine wamekaa mbele pale sasa Kwa hiyo sasa huyu ameweka ile stand ya kamera yake, mwingine ameweka hapa stand ya kamera yake, mwingine ameweka kule stand ya kamera yake. Kwa hiyo unakuta sasa hata watu waliokaa huku kwenye mabenchi wanapofuatilia, unakuta sasa hawafuatilii vizuri, kwa sababu wakati mwingine labda wanamwangalia mtu sasa wakati mwingine kama ndo anachukua kina dada, na wakati mwingine unakuta alivyovaa, wakati mwingine anakuwa shughuli mtu sasa, badala ya kuangalia tukio linavyoendelea anamwangalia yule dada sasa jinsi alivyo. Kwa hiyo inakuwa ni shughuli kweli. Kwa hiyo huyu mtu tayari kwa kweli anakuwa amebuguziwa katika azimisho. Na ndio maana hata mavazi ya hawa wanahabari yanapaswa kuwa mavazi ambayo ya heshima ya hali ya juu, kwa maana ya kwamba atofautishe mavazi ya kuvaa mtaani, atofautishe mavazi ya kuvaa akiwa klabu, sijui disco, atofautishe mavazi ya kuvaa katika tukio la misa takatifu, ili kwamba anapochukua tukio, yani asiwe kikwazo cha kumzuia mwingine kufika kwenye lengo ambaye ni kumfikia Kristo. Kwa hiyo hili ni la msingi sana katika kuelewa kwamba yeye asiwe ndio lengo la kuangaliwa. Lengo ni Kristo. Vyombo vyake visiwe lengo la kuangaliwa. Lengo ni Kristo. Na Kristo anadhihirika wapi sasa? Pale madhabahuni, kwamba wote tuwe na uwezo sasa wa kumuona huyu Kristo kupitia padri, wa kumuona huyu Kristo kupitia tare, wa kumuona huyu Kristo kupitia mimbari na yule atakayetangaza masomo na kuhubiri, wa kumuona huyu Kristo katika tukio zima linavyoendelea bila kukingwa wala kuzuiwa kwa namna yeyote. Kwa hiyo ni sehemu ya muhimu na ya msingi sana, ambayo itaweza sasa kufanya tukio liwe hai na tukio liweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo ni ya kwanza. Lakini sasa ya pili ni kwamba hawa waandishi wa habari wanapochukua tukio la kiliturujia, lazima sasa, ili kuondoa hiyo bugudha ambayo naoisema sasa ya kumkinga mtu au muumini asifuatilie tukio, ndio maana wanapaswa kuwa watu ambao au taasisi yao hiyo ya habari iwe imejikamilisha vizuri, kwa maana ya kwamba wanaweza wakagawana kukaa maeneo ambapo katikati, badala ya kukaa katikati wakakaa pembeni na kuweza kuweka kamera zao na stendi zao vizuri kabisa kwa ajili ya kuchukua tukio, kuliko kujikuta mmoja ametoka huku, ameenda huku, amerudi tena, amepita katikati, amezunguka huku na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni vizuri sasa vyombo vya habari vione hilo, namna gani vyombo vyao vinakuwa vinatosheleza ili kupunguza mzunguko ambao unakuta mwingine amezunguka, ameenda huku, ameenda huku. Kwa hiyo unajikuta sasa watu wanakuwa wanamwangalia wakati mwingine yeye kutokana sasa anazunguka huku. La tatu sasa ni kujua ni wakati gani kwamba sasa hivi natakiwa ni move, sasa hivi natakiwa nichukue ili tukio, au sasa hivi hii kamera inatakiwa ibaki imesimama hapa, iko stationary, haimove kutoka eneo jingine wala eneo jingine. Sasa naomba nieleze maeneo ambayo tunapaswa kuyaelewa tunapoingia katika adhimisho la kiliturujia. Mwanzoni, tuseme mwanzo wa adhimisho katika maandamano, hapo huyu mwandishi au hawa wahudumu wa vyombo hivi vya habari na mawasiliano wanaweza kweli kuchukua wakiwa katika movement, muondoko hapo huku, wameenda huku, kwa sababu tupo katika maandamano na wanaendelea kuchukua tukio hilo. Lakini tunapoingia katika adhimisho la misa takatifu, kama ni padre au askofu au tukio kubwa la kiadhimisho, askofu na mapadre na wengine, kwamba wamebuswa tare, baada ya kubuswa tare ataenda mwazimishaji mkuu kwenye kiti cha kuongoza adhimisho hilo. Atakapofika kwenye kile kiti cha mwongozaji, maana yake ataanza ishara ya msalaba. Pale huyu mchukuaji sasa wa mawasiliano, maana yake lengo lake ni kumwangalia yule anayeongoza pale, lakini kwa kuwa wakati mwingine anataka kulichukua hilo tukio kuhusianisha kwamba hili tukio lilikuwa lina watu basi na lina vipengele mbalimbali, maana yake atazunguka kuchukua pia watu. Lakini sehemu ya kwanza maana yake anamchukua yule ambaye anayeongoza, na hapo akizunguka katika kuwachukua waamini na watu wengine waliopo. Sasa basi katika eneo hilo huwa tunafika pale ambapo baada ya kuwa tumetoa utangulizi,
mwadhimishaji mkuu anasema, ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kusalisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Hapa watu wao wanapiga magoti na kuna ukimya. Maana yake katika eneo hili huyu mwandishi, huyu mhudumu wa habari na mawasiliano hapasi wakati huo kutembea, anapaswa kuwa ametulia, kwa sababu ni tukio linalohitaji kwanza ukimya, ambalo linadhihirisha unyenyekevu wetu mbele ya Mungu na kuomba mastahili ya Mwenyezi Mungu, ili adhimisho hili ambalo linaendelea la misa takatifu liweze kwenda vizuri na sisi tuweze kupata baraka. Mungu atukuzwe na sisi tutakatifuzwe. Kumbe ni vizuri wakati huo sasa katika tendo la toba huyu mhudumu wa habari na mawasiliano pamoja na vyombo vyake viwe vimekaa katika eneo ambalo kuna utulivu, hamuvu kutoka eneo jingine wala eneo jingine, ili kuepuka kwamba sasa huyu mtu badala ya kuendelea sasa kusali na kuomba toba, anabaki sasa anamwangalia huyu anayetembea kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa hiyo hilo ni la msingi, kwa sababu pia wakati mwingine utakuta wakati huo tumepiga magoti tunafanya tendo la toba, mwingine sasa ndio ameshika ile kamera anazunguka, sasa anaanza kuwachukua waamini au watu waliopo. Sasa unajua kikawaida sisi tunapenda kuonekana bwana, haya matukio bwana tunapenda kuonekana kwenye kamera bwana. Kwa sasa wakati ule unapozunguka mwenzako sasa unakuta wasi ndio anakuangalia na unapozunguka ili umchukue vizuri. Kwa sasa unakuta ile movement inamfanya huyu mtu sasa akuangalie wewe ili atokee na yeye kwenye tukio hilo, kwenye tukio hilo. Kwa hiyo ni vizuri wakati huo wa mwanzo kabisa kuwa kwa kweli katika eneo la standby kabisa, tumetulia vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo utafuata utukufu. Wakati ule wa Bwana utuhurumie, na kisha Bwana utuhurumie tutabaki tumesimama. Wakati wa utukufu, kwa sababu ni wimbo wa shangwe, ni wimbo wa furaha, ni wimbo wa kumsifu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya ukombozi wetu ambao ametuletea, kwanza kwa kuzaliwa, lakini pia kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Sasa wakati ule huyu anayechukua tukio, huyu mhudumu wa habari na mawasiliano, anaweza sasa akamuvu sasa akizunguka kwa ajili ya kuchukua nini hilo tukio. Baada ya hapo wimbo unapoisha au utenzi wa utukufu unapomalizika, anasema mwadhimishaji mkuu, tuombe. Kumbe wakati huo tunapaswa kutulia, kwamba ile sala ni ya msingi sana, ni sala ambayo inakusanya sasa maombi yote ya kila mmoja aliyoyaleta, na ndio maana huwa kuna ukimya. Ule ukimya unaashiria kwamba padri kumbuka zile nia ambazo watu mbalimbali wamemuomba, na zile nia ambazo zinakuwa zimesomwa ndani ya misa, na kila mmoja ambaye kwa namna amekuja na nia yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kumbe padri sasa anaunganisha nia zile ambazo alizonazo, ambao watu mbalimbali wamemuomba, nia ambazo zimesomwa kwa namna ya pekee na nia hizo za watu. Na baada ya hapo sasa akishasema tuombe, ule ukimya ndio kazi yake hiyo. Baadaye sasa anaendelea Mungu na kadhalika mpaka mwisho. Kumbe wakati huo tunapaswa kuwa tumetulia katika ule ukimya. Maana yake kamera au mhudumu mwenyewe wa habari na mawasiliano hapaswi kumove kutoka eneo moja hadi nyingine. Sasa baada ya hapo tunaketi, maana yake naanza liturujia nini ya neno. Sasa kama ambavyo tumezoea kuona wanahabari wengi na hawa watu wa mawasiliano, huwa somo linapokuwa linatangazwa anatembea kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na hiyo ni changamoto kubwa, labda kwa sababu ya hali yetu ya kiuchumi na kutokuwa na vyombo vya kutosha, inatusumbua kidogo. Kwa hiyo huyu atataka achukue tukio kwa huyu anayetangaza somo, na baadaye labda ageuke achukue huku, baadaye anaanza kutembea sasa. Unakuta anaenda anazunguka, kama anapita kwenye korido katikati, baadaye labda anarudi huku, anaenda huku. Kwa kweli wakati somo linapotangazwa, hakuna mtu yeyote anayepaswa kuwa anatembea. Wakati huo ni Kristo kupitia Agano la Kale anatuzungumzia ile habari ya ukombozi katika maandalizi ya utimilifu wa ukombozi wetu. Kumbe neno linapotangazwa pale, maana yake huyu Mungu anaongea na watu wake. Hakuna mtu yeyote anayeweza kuwa anazunguka wakati mkubwa anazungumza. Wote tunapaswa kuwa tumetulia, tunamsikiliza. Sasa utakapokuwa unazunguka, moja, utawafanya watu kwanza wasitengeneze tunasema mgandamizo wa kufuatilia kile ambacho kinachotangazwa.
na hivyo hawatafuatilia vizuri somo linalotangazwa, na kwa njia hiyo itakuwa ni kuharibu adhimisho, na kwa njia hiyo itakuwa tunasema kuliletea kashfa tukio, kwa sababu sasa halimletei yule aliyemo baraka, au yule aliyemo halimfanyi awe na utulivu wa kusikiliza hilo neno linalotangazwa. Na ndio maana tunapaswa kwa kweli katika liturujia ya neno, kuanzia somo la kwanza, wimbo wa katikati, hapo shangilio, injili na mahubiri, kwa kweli tunapasika kuwa tumetulia. Cha msingi wewe sasa kamera yako ujue namna ya kuiswitch na namna ya kuweka, kwamba sasa huyu anaenda kutangaza, utaweka namna gani? Sasa kwa sababu lengo ni lile somo linalotangazwa. Na ndio maana ukiwa umekaa mahali fulani, inaruhusiwa tu ile kwamba mtu anaweza kazunguka pale pale alipo ili kuchukua ile tunasema hadhira iliyopo, na hapo akiendelea kubaki pale pale alipo, asiondoke kutoka pale alipo kwenda mahali pengine, ili kuepuka kuwafanya watu wasisikilize lile somo linalotangazwa, na hivyo wabaki sasa wanakuangalia wewe. Kwa hiyo na ndio maana utaona kwa maeneo ambayo wameendelea kwa kweli huwezi kukuta watu wa kamera, na kama ukikuta ni mmoja tu ambaye anakuwa mahali fulani, basi hata amezunguka wakati fulani afu anarudi. Wenzetu wana satellite, kwa hiyo tukio lote linachukuliwa tu pop. Na ndio maana kwa mfano pale Vatikani huwezi kuona kwamba ndani ya tukio la adhimisho takatifu kuna waandishi wa habari wa mumle, sijui kuna nani, sijui cameraman, sijui na nini, amna. Yani ni tukio lenyewe lina nani. Kwa hiyo pamoja na changamoto zetu hizo, basi hazitufanyi tusifate ule utaratibu wa kiliturujia ambao unaleta baraka na neema katika utulivu na katika kufuatilia vizuri bila kuleta bugza au kusumbua wengine kufuatilia vizuri tukio, na hivyo wakashindwa sasa kushiriki vizuri. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ya liturujia ya neno, kuwa makini wakati masomo yanapotangazwa au wakati wa liturujia ile ya neno, kwamba si vizuri kumuvu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, kwa sababu lengo sio wewe kuchukua hiyo habari, kwa sababu hiyo habari wala haina haja uichukue. Lakini sasa ndio kama tulivyosema, katika nafasi hiyo basi wengine kujua kwa kuna tukio fulani, basi ndio maana pia tunachukua, lakini pia ni sehemu ya uinjilishaji pia. Lakini tujue kabisa kwamba si lazima kulichukua tukio la misa takatifu. Hiyo ni tofauti na ambavyo tunavyotumia vyombo kuinjilisha, kwa maana kwamba YouTube ninaenda pale ninatoa mafundisho, ninaenda kwenye TV ninatoa mafundisho fulani, au ninaenda kwenye redio kama sasa hivi hapa ninatoa mafundisho fulani. Ni tofauti kabisa na adhimisho la misa takatifu, kwa sababu adhimisho la misa takatifu kama ambavyo nilivyosema linahitaji uwepo halisi na tukio lile liwepo, lakini kwa sababu ya kumbukumbu, kwa sababu ya mambo mengine ambayo yanaweza kuendelea baadaye katika vizazi vijavyo, basi hilo ndio maana basi linafanyika, ukiacha na malengo mengine mengi juu ya habari kama ambavyo tunavyofahamu. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ya liturujia ya neno. Ya pili ni liturujia ya Ekaristi, ambapo tunajua kwamba tukio linaanza na liturujia la Ekaristi takatifu na kuandaa dhabihu, ambapo sasa dhabihu zinaletwa pale altareni, na wakati huo sadaka zinatolewa. Sasa wakati huo wa kutoa sadaka na kuandaa dhabihu, hawa waandishi wa habari pamoja na mawasiliano wana nafasi ya kuchukua matukio au tukio. Wakati huo wanaweza wakamove kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, sababu muda huo sasa ni muda kila mmoja anatoa sadaka yake ya kiroho inayounganika na vitu ambavyo ameleta mbele ya Mwenyezi Mungu, akiunganisha na sadaka hiyo ya Bwana wetu Yesu Kristo, akifanya ukarimu huo, akiunganisha na ukarimu ambao Mungu anatutendea katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ndio hali halisi. Sasa baada ya hapo, tukishamaliza sadaka na vipaji kuletwa vimepokewa na nini, padre anarudi altareni na kuendelea sasa na kutolea hizo dhabihu, baadaye kufukizia altare. Baada ya hapo watu wanafukiziwa,
na baada ya kufikiziwa watu basi anarudi ataleni na kusema salini ndugu, ili sadaka yangu naenda kupeleka kwa Mungu Baba Mwenyezi. Na baada ya hapo inafuata sala kuombea dhabihu, na baada ya sala kuombea dhabihu basi inafuata utangulizi wa sala ya Ekaristi. Bwana awe nanyi, nueni mioyo, tumshukuru Bwana Mungu wetu. Sasa wakati wa tukio hili la sala pamoja na sala hiyo ya na sala ya utangulizi wa sala ya Ekaristi, kwa kweli pale ndipo ambapo inatangazwa ile shukurani ya Mungu aliyoonyesha kwa njia ya kutuumba na kutukomboa. Ndio inapojidhihirisha. Kwa ule utangulizi mara nyingi unaeleza ile shukurani ambayo tunayoitoa kwa Mwenyezi Mungu katika azimisho hilo, hasa kwa kutuumba na kutukomboa. Kwa hiyo yale maneno yanahitaji kusikilizwa katika utulivu na katika ukimya, katika utulivu na katika ukimya bila bugudha yeyote. Na hiyo sala inaendelea vizuri mpaka baada ya hapo inaingia kwenye mtakatifu. Sasa wakati wa mtakatifu pale, kwa sababu ni wimbo wa kushangilia, tunakutana na kanisa la mbinguni linalokuja sasa hapa duniani kiroho katika kuendelea sasa kutukuza tukio hili kubwa linalofuata la mageuzi, la mkate kuwa mwili wa Yesu na divai kuwa damu ya Yesu. Kwa hiyo kumbe ndio maana tunashangilia mtakatifu inapoimbwa, tunapiga makofi, tunaimba, tunakuwa na movement ya mwili, sio kucheza, movement ya mwili. Basi hiyo yote inatuonyesha kabisa kwamba kumbe tukio hili linapasika. Basi wakati huu sasa huyu mwandishi au tuseme mhudumu wa habari na mawasiliano kweli anaweza akamuvu kutoka eneo moja eneo jingine. Basi baada ya kueleza mpaka hapo kwamba wakati wa mtakatifu, basi huyu mhudumu wa habari na mawasiliano kwa kutumia vyombo vyake hivyo vya habari na mawasiliano, basi anaweza kwa kweli kuwa na mzunguko au muondoko kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa ajili ya kuweza kuchukua tukio kadiri linavyoendelea. Sasa tunajua kwamba baada ya mtakatifu kwa kweli ndipo tunapoingia sasa kwenye sala ya Ekaristi yenyewe. Sasa kama sala ya Ekaristi ambapo tukimaliza tu hiyo mtakatifu, najua tunapiga magoti, na baada ya kupiga magoti pale kunakuwa kuna ukimya wa hali ya juu, kwa sababu sasa inaanza ile sala ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo kwayo mkate ndani yake unageuka kuwa mwili wake na divai inageuka kuwa damu yake. Sasa katika hali hiyo kwanza tunahitaji utulivu, tunahitaji ukimya. Na hivyo huyu mhudumu wa habari, huyu mhudumu wa mawasiliano ni lazima sasa aone namna ya mahali anapopaswa kuwa. Na yeye kama ni Mkristo Mkatoliki ni vizuri aone kwamba wakati ule anahitaji kama ambavyo nimesema katika ile matukio pia ya nyuma kwamba ashiriki vizuri, na kama ni kupiga magoti basi aweke vizuri kamera yake, aweze kuirekebisha vizuri, iweze kuchukua tukio vizuri, na hivyo kuweza sasa kupiga magoti kwa kufuatilia hilo tukio mpaka ambapo litakapo kuwa limetimilika, ambapo linatimilika na kwa njia yake pamoja naye na ndani yake. Sasa wakati ule kwa kweli haipaswi kumove, kwa sababu kumbuka baada ya kupiga magoti itafuata tukio la kumuomba Mungu Baba amshushe Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutakatifuza vipaji vya mkate na divai. Na baada ya hapo inafuata tukio la kumbukumbu. Sasa katika tukio hilo maana yake sasa ndipo ambapo yanafuata yale maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kugeuza mkate kuwa mwili wa Yesu na divai kuwa damu yake. Kwa hiyo maneno yale ni ya msingi mno. Lakini sasa wakati mwingine tunakuta kuna kujisahau. Unakuta sasa huyu mhudumu wa habari anatoka eneo hili anaenda huku, wakati huo mageuzi ya mkate kuwa mwili wa Yesu na divai kuwa damu ya Yesu yanaendelea, lakini sasa yeye atakuwa anazunguka. Sasa kwa kweli haitakiwi kabisa wakati huo kuzunguka. Inatakiwa kuwa katika hali ya nini? Ya utulivu wa hali ya juu. Ya utulivu wa hali ya juu bila kutoka eneo moja au eneo jingine. Hili pia lipo kwa kila mmoja
ambao unakuta sasa labda anafanya jukumu fulani. No, wakati ule kwa kweli ni wakati wa utulivu, wakati ambao sio wa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, na ndio maana unahitajika ukimya, kwa sababu ni tukio ambalo ndani ya matukio mbalimbali ya misa ndio tukio kilele, tunasema ndio tukio kilele, tukio la mageuzi ya mkate kuwa divai na mkate kuwa mwili wa Yesu na divai kuwa damu ya Yesu. Ni tukio la kilele cha adhimisho hilo ambalo tunalo liadhimisha, na hivyo linahitaji utulivu wa hali ya juu, linahitaji heshima hali ya juu, linahitaji nidhamu ya hali ya juu. Halihitaji kitu chochote kitokee kati hapo au kiingilie kati kimzuie mtu kuweza kufuatilia, Kwa hiyo hilo eneo hilo basi ni la msingi mno, katika kulifuatilia. Na baada ya hapo tunajua kwamba tukisha komunika tutafuata wimbo wa shukurani. Sasa wakati ule wa shukurani, huyu anaweza kamove kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, na baada ya hapo tunajua itafuata sala ya baada ya komunyo. Sasa katika sala baada ya komunyo pale kuna utulivu, kwa sababu sasa mwazimishaji mkuu kama ni padre au askofu ndipo anasali ile sala ya sala baada ya komunyo, na kwa njia hiyo sasa tunahitimisha hiyo riti tunasema ya komunyo, ili kuingia sasa maadhimisho ya mwisho au mwisho wa maadhimisho. Kumbe baada ya hapo sasa yatafuata matukio mengine ambayo sasa hayamzuii huyu mhudumu wa habari au mhudumu wa mawasiliano kuweza sasa kumove kutoka eneo jingine kwenda kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kumbe mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nimependa basi niweke mbele yetu mada hii ya liturujia na vyombo vya habari, ili kuweza kujua kabisa kwamba taratibu zetu za liturujia zinatutaka tuelewe kwamba cha msingi na lililo kubwa ndani ya adhimisho ni Kristo mwenyewe. Sisi ndio tunaotakiwa kupungua, lakini Kristo aongezeke. Na hivyo vitu vyovyote vile vinavyotumika mle ndani ya adhimisho la liturujia ni vizuri viepuke nafasi yoyote ile ya kuzuia, nafasi yoyote ile ya kumfanya mtu ashindwe kufuatilia vizuri tukio, namna yoyote ile ambayo inaweza hata kumbuguzi mtu na hivyo kushindwa kufuatilia vizuri tukio. Kumbe sasa waandishi hao wa habari, wahudumu wa habari na mawasiliano, wao sasa wanahitajika kujua hilo, ili basi waweze kwa namna moja au nyingine kujua kwamba muda huu, kama ambavyo tayari nimeshasema, natakiwa nini, nimekaa hapa nimetulia, muda huu napaswa kuwa hapa, muda huu napaswa kuwa hivi, muda huu napaswa kuzunguka, au muda huu napaswa kufanya kitu hiki. Kumbe tukiweza kufanya hivyo, maana yake tukio kwa kweli litapambwa na utulivu, litapambwa na utaratibu, na hakuna atakayemsumbua mwenzake au atakayemkwaza mwenzake, na hivyo tutajikuta kwamba tunaadhimisha vizuri adhimisho la misa au tukio lolote la kisakramenti ambalo basi linatusaidia kuendelea kutambua ukuu wa Mungu na hivyo kuendelea kupata baraka. Kumbe hayo ni ya msingi mno, ili kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vile inavyotakiwa. Na asante, na nipitie ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kunitumia hapa studio kupitia nambari ya simu 0746112235. Anasema tuko pamoja, yeye yuko pande za Igunga, hajataka kusema ni nani. Haya, asante. Lakini pia nikamate ujumbe mwingine wa kwake msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Magembe Makolo pande za Mwanzugi. Anasema yeye amekipenda sana kipindi hiki cha Fahamu Mwaka wa Liturujia. Haya, asante. Naona meseji zote pongezi. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo milele amina. Anasema anaitwa Andrea Amos kutoka Kigango cha Miega. Yeye anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante. Huyu anasema anaitwa Maria kutoka Kanyenye. Yeye anasema asante baba kwa mafundisho.
Haya, asante. Na msikilizaji, endelea kufuatilia 91.3 Radio Tabora FM. Baba, muda nao sio rafiki, tumalizie kipindi chetu. Asante, nikushukuru ndugu mtangazaji pamoja nanyi watazamaji na wasikilizaji. Basi Mungu aendelee kutubariki na kutuimarisha ili haya ambayo basi tunayofundishana, kukumbushana na kuelekezana yaendelee kuwa chachu ya kuendelea kuifahamu na kuijua liturujia, na hivyo kuadhimisha vizuri adhimisho lolote lile la liturujia, na kwa njia hiyo tunatakatifuzwa na Mungu anatukuzwa kwa njia, na tupo baadaye kupata uzima wa milele. Kumbe nikushukuru hadi wakasa mwingine. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.